Uzoefu halisi na mafunzo ya maisha ya kambi ya polisi. Umepita usaili, umeshinda changamoto zote, na sasa umeitwa kambi ya mafunzo. Lakini je, nini kinatokea ndani ya kuta zile? Leo hapa Jack Media TZ tunakueleza kuhusu maisha ya kambi kutoka saa za alfajiri hadi muda wa kulala. Karibu tuangalie. Je, unaweza kuhimili mshindo huu? Ratiba ya chuma. Kambini, nidhamu inakuwa mwongozo wako. Alfajiri sana, mara nyingi kuanzia saa 11 ni muda wa kuanza kuamka, kufanya usafi na kujiandaa kwa mazoezi ya asubuhi. Road run. Hapa ndipo mwili na akili zako zinapoanza kuzoea nidhamu ya muda. Hakuna kuchelewa, hakuna kupuuza. Kila sekunde ni muhimu. Chakula na ujamaa. Chakula cha kambini sio kama cha nyumbani. Ni chakula cha nguvu kinachokufanya uendelee siku nzima ya mafunzo. Lakini zaidi ya lishe, utajifunza ushirikiano. Kila hatua unayochukua huathiri wenzako. Kila kosa linaweza kuwa changamoto kwa wote. Hapa ndipo urafiki wa kweli na mshikamano huanza kujengwa. Mafunzo darasani na nje. Polisi si nguvu tu, ni akili na sheria pia. Utajifunza sheria za nchi, mbinu za upelelezi, njia ya kushirikiana na raia kwa heshima. Lakini pia ukakamavu wa mwili unakuweka kwenye daraja la juu. Paredi, drill na mazoezi ya kikundi yote ni sehemu ya kuimarisha uwezo wako wa kufuata amri kwa ufasaha. Kukabiliana na hofu na uchovu. Hakika kuna muda utakaohisi kuchoka, kutaka kurudi nyumbani. Hii inaitwa breaking point. Wakufunzi wako wapo pale kukujenga kisaikolojia. Lengo ni moja, kukuwezesha kuvumilia hali ngumu na kujiandaa kwa maisha ya kweli na ya kazi ya polisi. Ni changamoto, lakini ni fursa. Kila siku unakuwa shupavu zaidi, imara zaidi na tayari kuwakilisha taifa. Kambi inakubadilisha kutoka raia kuwa askari shupavu. Ni sehemu ya kujenga urafiki wa maisha na kupata heshima ya kulitumikia taifa. Je, unahisi una uwezo wa kukaa miezi kadhaa bila kuona familia yako kwa ajili ya mafunzo? Andika maoni yako hapo chini na tuangalie uwezo wako wa kuhimili mshindo huu. Kila hatua ni maarifa na kila maarifa ni nguvu.